hiki chama cha LFA ndio tumepata ili nikuja kuzungumzia kwa sasa limetoka wapi. Hili ni chama lipya limetokea Kinshasa mara moja, likaingia mara moja Beni, likakuja mara moja Walikale, kufika Walikale likakuja mara moja Kalehe. Kwa sasa ili chama kilianza mapigano upande wa Kalehe. Ndio maana mlikuwa mnasikia FARDC, watu wengi tulikuwa tunajua ni FARDC. Sio FARDC. Saa hizi taarifa niko nayo ni jeshi lipya limetokea linayoitwa LFA. Inaitwa LFA. Ni chama chipya cha serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kinaitwa LFA. Hiki kimetoka katika mafunzo lenye mapigano katika upande wa Israel na wengine kutokea upande wa uko Irani na wengine wametoka Iraki. Kwa sasa wamekutana wote wakaitwa LFA. Kumbuka wanajeshi mlikuwa mkiona walikuwa napewa masertificate. Sijui kama mnakumbuka hili. Hawa ndio wanajeshi wapya wamekuja kukabiliana na jeshi ama na waasi wa M23. Sasa alikuwa katika upande wa Kalehe mpaka wakapata nafasi ya kuchukua eneo ya Chambombo, eneo naitwa Lumbishi, na wakafungia M23 kuchukua eneo naitwa Ziralo. Wanajeshi hawa walipambana na njia na nguvu mingi zaidi, lakini kwa sababu kupambana kwao ilikuwa na nini na kupambana ya hao wanajeshi na wazalendo ilikuwa ni sababu gani? Na jeshi hao FARDC, wanajeshi hao walipambana kwa njia ya chukua maeneo zilikuwa zimezingirwa na M23, na M23 waliondolewa mara moja. Kama mlisikia Lumbishi imeondolewa, upande wa Chambombo wakaondolewa, upande mengine kadhaa katika vijiji vingine waliondoka moja kwa moja. Kijiji kinaitwa Kazuba, kijiji kingine kinaitwa Banansuka, eneo ya Banansuka groupment ya eneo huko kote kulikuwa mgogoro wenye vita. Lakini katika muda wetu wa habari huyu saa moja kamili kuwapasha habari zetu mahali popote uko mashabiki unaotufuatilia katika Media Goma TV, tunakaribisha katika kipindi chetu cha ndani ya mada zetu za asubuhi. Kwa majina ni mwanahabari wenyu Nelson, nikiwa napatikana ndani ya Media Goma TV, nila kuwapasha habari inaendelea kuonekana katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, na katika habari ziko mingi. Leo tarehe hii ina habari mengi zaidi tunakuja kuwaletea mashabiki zangu. Nimekukaribisha na uendelee kusubscribe, uendelee kujiabone, kumbuka ili usikuna chelewa habari zetu katika kipindi chetu cha asubuhi. Na kwa sasa katika mada zetu za leo tuna habari mengi tunawaletea katika asubuhi ya leo, na mashabiki kutokea maeneo tunakumbusha leo ni Samedi, leo ni siku ya 6. Tunawatakia boni weekend kila mtu anayetusikiliza kupitia Media Goma TV. Kwa sasa mashabiki tunawakaribisha katika muda wote mahali popote uko, mashabiki kutokea upande wa Masisi, upande wa Ruchuru, mashabiki kutokea upande wa Shabunda, na wengine kutokea upande ya Haut Plateau, upande wa Sud Kivu, na wengine kutokea upande wote wa Nord Kivu, Kinshasa, Lubumbashi, Manyema na eneo zingine. Na mashabiki tunasalimu mashabiki madiaspora kutokea Amerika, na wengine kutokea upande wa Australia, Norvege, na kutokea eneo zingine. Tunakumbusha leo hii tuko na habari mengi tunakuja kuwaletea katika kipindi hiki ndani ya Media Goma TV. Kumbuka tunaendelea kuwatangazia habari inayoonekana katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, katika uwanja wenye mgogoro, uwanja wenye mapigano kati la jeshi la wazalendo na wanajeshi la FARDC. Muungano huyo unalokabiliana na waasi wa M23 wanaopatikana katika upande tofauti ndani upande wa Nord Kivu, na wengine wanapatikana upande wa Sud Kivu. Lakini katika habari zetu mashabiki zangu, kabla nizungumze mengi, nimekuuliza umesha kujabone, kwa sababu nikianza mfululizo habari hii usichelewe kupokea habari zetu. Kwa sasa nakuja kuwapeleka mara moja katika upande wenye mapambano kwa sasa. Kabla tuzungumuze mengi, nitakuja kuwapasha habari kutokea ndani ya Katanga, Goma, kutoka Uvira na sehemu ya Bunya, na habari mengine kutokea upande wa Kalehe. Kalehe imeendelea kuwa Kalehe kwa sasa, na habari zingine zinatokea eneo ya Rubero, habari kutokea Rubaya, na habari zingine kutokea Walikale. Mahali sio nzuri katika maeneo haya, imeonekana kwenye mgogoro umeendelea kuwa zaidi. Lakini hili tuingia katika kipindi chetu mara kwa moja, na kuja kuwapeleka kwanza kufungua kurasa zetu mara moja, na wapeleka ndani ya Katanga.
Na kuja kupeleka mara moja Katanga, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, gouvernement ama government ya Kongo imeendelea kuwekeza kupea viongozi ama watu wanafanya madejeme kuwakabidhi matelefone na kuwakabidhi maredio ma Motorola, kwa sababu upande wa Katanga kumeonekana hali ya wasiwasi. Kuna watu wengine wanasema kama eneo ya Katanga kunaonekana kama kunaweza kuwa karibu wahasi wamesha kupenya katika ndani ya seta ya Katanga. Mara moja serikali inaendelea kuweka macho sana, kwa sababu wanasema wakiona mtu yote anaonekana kama jeshi la M23 wapige mara moja telefone, ili serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo iwadhibitishe mara kwa moja, ili kabla wajaanza mashambulizi upande huyu wa Katanga. Kumbuka eneo ya Katanga imeonekana kwa sasa hali sio nzuri tangu jeshi kuna majambazi walionekana katika upande wa Katanga wakivamia kambi la jeshi kutoka katika eneo ya Moba na kugombanisha. Kwa sasa upande wa Katanga imeendelea kuonekana usalama umeendelea kuwa mbovu zaidi. Habari zingine kutoka upande wa Goma. Katika upande wa Goma kumeonekana kwa sasa ndani ya Nyiragongo kumeonekana kwa sasa upande mmoja Virunga ama tunaitwa Virunga imeanza kutoa moto, na kwa sasa hili lilionekana tangu jana tarehe hii 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Katika eneo Nyiragongo kulionekana upande mmoja Virunga inaanza kutapika moshi, ilikuwa inaanza kuleta hewa mbaya. Kumbuka Virunga ikianza kumwaga, watu wengi wakiwa kisogelea katika kando ya Virunga ya Nyiragongo wote wanaanza kukimbia, na kwa sasa hili iliendelea kuwa wasiwasi kwa watu wanaoishi katika upande wa Virunga hii. Habari zingine tunakuja kuwapelekea katika upande jana tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kabila Wanyamulenge wanaendelea kukumbuka watu wao waliofariki katika kambi la Katumba. Kwa sasa anaoitwa Moize Nyarugabo alizungumza maneno mazito katika ukumbusho huyu wa Wanyamulenge waliokufa katika kambi la Katumba. Kwa sasa alizungumza maneno mengi zaidi na kuzungumza kuhusu haya mgogoro umeendelea kuonekana katika upande wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kati la jeshi la FARDC. Kwa sasa wanasema kwa sasa Wanyamulenge amezungumza kuhusu Wanyamulenge wanaendelea kukufa mpaka kwa sasa katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Anasema hata Wanyamulenge hao inabidi watakumbukwa kwa nao, kwa sasa nao wanaendelea kuuawa kwa njia yenye sio alili. Na kuja kuletea habari zingine mara kwa moja ili tuendelee kuwapasha habari mengine kwa sasa na kupeleka katika mambo haya ili tuwapeleke katika upande imeendelea kuwa na vita, imeendelea kuzuka zaidi. Habari imekuja ni hivi sasa, mashabiki zangu, tumeleta habari kutoka upande wa Kalehe. Tangu tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 kulionekana mtuto wenye risasi katika vijiji kadhaa, na kwa sasa wanajeshi wazalendo na FARDC walionekana kuwa washindi katika vijiji vimoja, na ushindi huyu ilifikisha mpaka tarehe 13 mpaka serikali ya wazalendo na wanajeshi wa FARDC waliungana kwa kweli kukabiliana na waasi moja kwa moja. Lakini kitu inaitwa breaking news nimekuletea kwa sasa habari, taarifa tumepata mara moja katika mgogoro huu ilionekana ndani ya Sud Kivu upande wa Kalehe. Tulipata taarifa moja hili watu wazungumze na hili tujue kwa sasa force ilitoka wapi, kwa sababu watu wengi tumejiuliza ili nguvu jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wazalendo kwa kupiga M23 katika upande wa Kalehe wametoa support wapi, na hizi nguvu zilitoka kwa sababu gani? Tayari tumejua siri ni nini ilisababisha serikali yetu ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ipate nguvu zaidi, na ndio hili watu wengi walikuwa kitegemea mara moja waone serikali imeamuka kabisa zaidi. Upande wa Beni kulikuwa mkutano wa wanajeshi, serikali, viongozi vya chama vya kiserikali vilikuwa na mkutano hapo, lakini katika taarifa nyingine tumepata moja kwa moja mara moja kuna chama kingine kipya kimeonekana kimetoka kwa sasa, chama cha serikali cha FARDC, chama cha government ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sasa ilitumwa upande wa Kalehe. Ni chama kipa kinachoitwa LFA,
kwa Kiswahili inaitwa chui. Kumbuka kuna chama kinaitwa Ibu. Kumbuka Ibu ni surukutu, kwa Kiswahili ni surukutu. Kuna ingine inaitwa serpent noire, ni nyoka, inaitwa igilima. Wale wanaosikia hiyo lugha wanasikia kinazungumza. Ingine naitwa kwa sasa, kuna chama kingine kipya kimetokea cha serikali kinayoitwa Elefa. Elefa ni kusema chui. Kwa sasa hiki chama cha Elefa ndio tumepata ili nikuja kuzungumzia kwa sasa limetoka wapi. Hili ni chama lipya limetokea Kinshasa mara moja, likaingia mara moja Beni, likakuja mara moja Walikale, kufika Walikale likakuja mara moja Kalehe. Kwa sasa hili chama kilianza mapigano upande wa Kalehe. Ndio maana mlikuwa mnasikia FARDC, watu wengi tulikuwa tunajua ni FARDC. Sio FARDC. Saa hizi taarifa niko nayo ni jeshi lipya limetokea linayoitwa Elefa. Inaitwa Elefa. Ni chama chipya cha serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kinaitwa Elefa. Hiki kimetoka katika mafunzo lenye mapigano katika upande wa Israel na wengine kutokea upande wa uko Irani na wengine wametoka Iraki. Kwa sasa wamekutana wote wakaitwa Elefa. Kumbuka wanajeshi mlikuwa mkiona walikuwa wanapewa masertifikat. Sijui kama mnakumbuka hili. Hawa ndio wanajeshi wapya wamekuja kukabiliana na jeshi ama na waasi wa M23 sasa. Na hao wanajeshi sasa nitakuja kuzungumzia mengi zaidi, lakini njo walipigana na jeshi. Mapigano haya yalikuwa katika upande wa Kalehe mpaka wakapata nafasi ya kuchukua eneo ya Chambombo, eneo inaitwa Lumbishi, na wakafungia M23 kuchukua eneo inaitwa Ziralo. Wanajeshi hawa walipambana na njia na nguvu mingi zaidi, lakini kwa sababu kupambana kwao ilikuwa na nini na kupambana ya hawa wanajeshi na wazalendo ilikuwa ni sababu gani? Na jeshi hawa wa FARDC wanajeshi hao walipambana kwa njia ya kuchukua maeneo zilikuwa zimezingirwa na M23, na M23 waliondolewa mara moja. Kama mlisikia Lumbishi imeondolewa, upande wa Chambombo wakaondolewa, upande mengine kadhaa katika vijiji vingine waliondoka moja kwa moja. Kijiji kinaitwa Kazuba, kijiji kingine kinaitwa Banansuka, eneo ya Banansuka groupement ya eneo huko kote kulikuwa mgogoro wenye vita, lakini katika muda huu tunaozungumza waliondoa wanajeshi wa M23. Lakini kitu inaitwa breaking news tumepata kwa sasa. Mapambano nilieleza kwenye uwanja kwenye vita, kuna wale wanafaulu leo, wengine wanashindwa, na kesho tena wanaamuka. Wale walishindwa tena wanaamuka kwenye uwanja, wanaenda kujiprepare, wanaenda kujipanga ni je watakabiliana. Taarifa lingine imetokea kwa sasa upande wa Kalehe, tena katika eneo inaitwa Numbi. Eneo ya Numbi, kumbuka ni sehemu ilikuwa imezingirwa jana tarehe 14. Wanajeshi wa Zalendo na wale wanajeshi wa Elefa, wanajeshi wa Elefa. Watu wengi tunajua Elefa ni nini, inamaanisha nini? Ni jeshi lipya la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo limeanza mashambulizi kwa sasa. Ndio lenye lilitumwa upande wa hapo Kalehe. Sisi tulikuwa tunajua ni FARDC, sio FARDC, kwa sababu tulijiuliza FARDC wamepata nguvu kutokea upande gani? Niliwaelezea kama serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC imeendelea kutengeneza chama cha kiserikali lipya. Sasa eneo ya hapo inayoitwa Numbi ilikuwa imezingirwa na jeshi la Elefa pamoja na wazalendo, lakini kwa sasa taarifa yenye machozi kwa sasa, wanajeshi wa M23 kwa sasa walianza mashambulizi muda wa jioni, muda wa saa 11 magharibi tarehe 14 jioni, wakaanza mashambulizi ili warejeshe eneo ya Numbi na kurejesha eneo inaitwa Sanje na katika eneo ya Chamombo na ndio kwenye na Lumbishi. Lakini katika eneo cha Mombo ilikuwa nazingatiwa na M23, eneo na jeshi la wazalendo. Eneo ya Lumbishi ilikuwa nazingatiwa na wanajeshi wa wazalendo pamoja na Elefa, na upande wa Numbi nao ilikuwa amezingatiwa na jeshi la wazalendo katika upande mengine. Lakini katika mashambulizi kisi mesonga mara moja leo hivi, katika jana jioni
waasi wa M23 walianzisha tena mashambulizi upande wa Lumbishi, upande wa Chambombo, Sanje, Numbi na wanaenda ili wachukue upande wa Ziralo. Kwa sasa mapambano imeendelea kuwa mbaya zaidi mpaka muda huyu tunaozungumuza. Mashambulizi yameamkia leo asubuhi tarehe hii 15. Mashambulizi imeendelea kuwaka moto zaidi katika upande huyu kwenye mgogoro. Kwa sasa hali imeendelea kuwa mbaya zaidi kwa sababu wanajeshi wa wazalendo na LFA wamerudiliwa ama wameanza tena kuwataki. Wanajeshi wa M23 wameingia kwa wingi zaidi, mpaka tuliongea na kamanda umoja akatuelewa wazalendo akatuambia kwa sasa nguvu M23 wamerudi nayo ni nguvu lenye tofauti, kwa sababu wamejiuliza hizi nguvu wamezitoa katika upande gani. Kumbuka niliwaambia ukiwa mwanajeshi katika uwanja mapambano, kumbuka kuna jambo linatokeaga mara kwa mara katika mashambulizi. Leo unaweza kufaulu, kesho unashindwa. Huyu mwingine anafaulu. Hii ndio mapambano. Wale wanajua vita wanajua hiki kitu ninavyozungumza. Lakini habari kisi ninavyotuelekeza mara moja, Ruchuru kwa sasa M23 waliwazuia ili wasingie katika upande wa Kale. Yaani tuseme kwa sasa FARDC, yani gisi FARDC na wazalendo na M23 wanapigana, wote wako wanafungiana manjia. Kwa kufungiana manjia sasa wanaanza tafuta ni je watakuja kupenya. Hiyo ndio nitakuja kuwatangazia katika habari zetu za mchana ndani ya Media Goma TV muda wa saa 5 na dakika 30. Mnajua kila mara nikienda kuwapasha habari zinavyoonekana. Masisi tena nako kumeonekana mtuto wenye risasi tangu muda wa saa 11 asubuhi katika vijiji kuelekea kijiji cha Katoi kuelekea katika eneo ya Miti na eneo ya Seta ya upande wa Kalonge. Mashambulizi imeonekana katika vijiji hivi mpaka raia population katika maeneo haya wameendelea kukimbia katika Seta moja kwa moja. Kumbuka ni mimi mwanahabari wenyu Nelson nikiendelea kuwatajia na kuwapea habari zenye uhakika. Ukiendelea kuungana na mimi utaendelea kujua mengi zaidi na kutakia heri njema na Mwenyezi Mungu awe pamoja na wewe. Bye bye.